kuhusu wana wa Mungu. Sisi hatujadili wana wa Mungu ni kwa ngapi, ndiye hatujauliza hilo. Na mwisho, mchungaji, kuna swali nilikuwa nimeuliza hapa kwamba hiyo talaka ambaye Mungu alipeana kwa wazazi kwa iko wapi hata talaka mama ambayo kwa hiyo niliachana nayo? Sidhani kama nilikuwa nimejibiwa la kwanza. La pili, umetuambia kwamba Yesu atakuja kuoa kanisa. Hasa Yesu akioa kanisa, ina maana wale walio ndani ya kanisa watakuwa wake ama watakuwa watoto wake? Hebu kidogo mchungaji hapo hebu tuelimishe kidogo. Kama Yesu atakuja kuoa kanisa kweli, manake kuoa ni kule kubadilishana kwamba mimi Abdullahi nakubali kumwoa fulani binti fulani kwa mahari tulikubaliana, si hivyo? Sasa Yesu anaoa je kanisa, mchungaji? Asante, nafikiri hiyo nitajibu na maandiko. Hebu Ufunuo 19 nafikiri ni 9. Hebu soma Ufunuo 19:9. Inasema hivi, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana-kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Mimi nikaanguka mbele ya miguu yake. Hebu anzia mstari wa 8. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ng'arayo safi. 7. Na utafurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana-kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Asante. Hii harusi ya mwana-kondoo na mkewe, maandiko hapa anasema ni kama ile mfano alikuwa hata Mungu anamwambia talaka iko wapi kwa Waisraeli. Sasa hiyo bi harusi ni nani? Hiyo ni Ufunuo 19. Ufunuo 21 kuanzia 1 inaeleza nafikiri. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ndio. Kwa maana mbingu za kwanza ndio na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Ndio. Wala hapana bahari tena. Ndio. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya. Mji ile mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ukitoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari. Kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Asante, kama bibi harusi amepamba kwa mumewe. Hiyo ni paradiso ya Mungu, Yerusalemu ya misho. Wakristo wanaenda kuishi milele na milele na Mungu. Hebu maliza hiyo mstari mwalimu. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Ndio. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake. Ndio. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ndio. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Ndio. Wala mauti haitakuwapo tena. Ndio. Wala maombolezo wala kilio. Ndio. Wala maumivu hayatakuwapo tena. Ndio. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Asante. Kwa hivyo hiyo bibi harusi ilikuwa tayari, mke wa mwana-kondoo, harusi imetayarisha, si ati Yesu anaenda kuoa. Hii imetengeneza kama mfano anazungumza, kumbe ile amekuja kama bibi harusi ni ile uzima wa milele ambayo Yerusalemu mpya. Hii dunia wa baada wamepita, baada kila kitu imepita, hiyo ndio imekuja, hiyo ndio ilipita. Mchungaji Alimai. Naam. Mchungaji Alimai. Na mkwe tu tayari kuingia huko kuamini Yesu Kristo. Kuamini si tatizo. Tatizo ni ili utuamini ni utueleweshe. Ndio. Wewe umetoa katika 19:7. Naam. Furahi, ukashangilia tukampa utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana-kondoo. Ndio. Sasa twende polepole ili nikuelewe na wasikilizaji pia kuelewe. Ndio. Biblia inapotumia neno mwana-kondoo huyu anakuwa nani? Yesu. Na harusi ya mwana-kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Hebu hapa wapi kumesema kwamba harusi mwana-kondoo kanisa liko hapo ndio anakuja kuolewa? Somea hiyo mstari tena mwalimu, soma 21:1 hadi 2.
Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ndio. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Ndio. Wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya. Mji ile takatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ukitoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari. Imeweka tayari. Kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Asante. Hiyo ndio alikuwa bibi harusi inaitwa. Hiyo ni Yerusalemu mpya ambayo watakatifu kina nani wako huko wenye jina lao imeandika uzima. Yohana, Ibrahimu. Lakini sasa hata mimi niko utaongezea haya. Haya, soma Mathayo 25:1. Okay. Mathayo 25:1. Mathayo 25:1. Hapo sasa nadhani hiyo itafanya rahisi. Sasa watu waelewe. Nasema ndipo ufalme wa mbinguni, ndipo ufalme wa Mungu utakapofanana na wanawali 10. Ufalme wa Mungu hufananishwa na wanawali 10. Yani inafananishwa waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao. Hapo tu. Sasa ufalme wa Mungu inafananishwa na wanamwali 10, yani wanaotaka kuolewa, wenye wamejitayarisha kwa sababu ya harusi. Unaona? Kwa hivyo kanisa ni mfano kama harusi, vile binti harusi anavyojiandaa. Kanisa inajiandaa kuwa tayari kupokea bwana wa mabwana ambaye ni Yesu. Kidogo hiyo tu, ngojeni kidogo bwana. Abdullah, lakini mimi nilisema si mwenyeji wa Kiswahili, lakini hapa amlitoki hivi. Wanaenda ule anaenda kulakiwa ni nani? Yesu Kristo. Yesu anaenda kulakiwa na nani? Waliokuwa bibi harusi. Sasa wapi andiko linasema kanisa ndio bibi harusi? Imeandika. Hebu soma hiyo Ufunuo 19. Mtasoma sana. Ufunuo 19:1. Anzia 7 mpaka 10. Tufurahi tukashangilie. Na tufurahi tukashangilie. Tukampe utukufu wake. Ndio. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Mwalimu, tusubiri. Twende taratibu. Tukafurahi tukashangilie kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Sawa? Huyu ni Yesu, harusi yake inakuja. Sawa? Naam. Na mkewe. Wacha tusome maandiko. Na mkewe amejiweka tayari. Haya, subiri hapo Abdullah. Na mkewe mwana harusi ambaye ni Yesu amejiweka tayari. Kanisa au mke? Asante. Wacha endelea. Haya, hebu endelea tena. Nauliza swali. Hiyo ndio maana sawa. Haya. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ng'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Unasikia sasa kanisa iko hapa. Kanisa ndio hiyo. Hebu soma. Naye akaniambia andika. Kidogo rudia hiyo mstari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Hiyo mke wa mwana kondoo amewika kitani mzuri ng'arayo safi. Ng'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Asante. Iko hapa kanisa yake ndio hiyo. Wenye wametenda haki watakatifu ndio wako hapa. Sawa. Abdullah. Si amesoma Ufunuo? Haya, sawa. Amesoma Ufunuo. Lakini nawahakikishieni na naweza nikaapa hili andiko mnalitafuta hampati. Siko pale pale. Mimi nakupa mfano. 19:4 Mathayo. 19:4 Mathayo. Inasema hivi, akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo ndio aliwaumba mtu mume na mtu mke. Haya, subirini tu hapo. Mimi mwendesha kipindi usipate shida. Unajua siku hizi ile moto nilikuwa nayo kitambo ni mali. Sasa hivi kwa mabwana ni kuwapeleka tu, wanakuwa tu taratibu. Hapa aliyetuumba Mungu anasema alituumba mtu mume na mtu mke. Yesu alikuwa mke ama alikuwa mume? Hiyo labda tunakuja. Yesu alikuwa mume ama mke? Waacha Yesu
hata Mungu, Biblia na Qur'an yote wanamita kama ajenda ya mume. Mimi nauliza kuhusu Yesu. Mungu siwezi hoji Mungu. Yesu ni mume. Yesu ni mume. Sasa Mungu anasema yeye aliyeumba mume, aliumba mtu mume na mtu mke. Sawa? Ndio. Kanisa ni jengo ama ni mtu mke? Asante. Kanisa ni jengo ama mtu mke? Ufunuo ile Ufunuo 19:7 ya 8 mstari wa 8. Hapa ndio jibu. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ng'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Asante. Sasa kanisa ni hawa wanatenda haki watakatifu, ndio kanisa. Wacha nimalize mahali. Maliza. Mfano ya mume na kike, mwalimu amekusomea Mathayo 25 ngapi? 1. Aje nikueleze sweta sasa. Wacha nikueleze sweta bali mayo zako hapa tunafanya sarakasi. Itatoa yote imefanya mwalimu. Sawa. Mwalimu wako. Mimi kwa hivyo hiyo Mathayo 25:1 inasemaje mwalimu? Mathayo 25:1 inasema hivi. Ndipo ufalme wa mbingu utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao. Asante. Wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Asante. Mfalme wa Mungu inafananisha na wanawali, bibi harusi anafananisha. Hivyo ndio maandiko yameongea. Alafu hapo Ufunuo 19 bibi harusi amejitayarisha, bibi ya mwana kondoo. Hiyo ni watakatifu, iko pale. Na tena Ufunuo 21:1 hadi 2 nasema Yerusalemu mpya amejitayarisha kama mke amejitayarisha kwa Bwana. Hebu nisikilize kidogo. Naam. Mimi nimeuliza tu swali moja na umetoa maandiko mengi sana mpaka mnasaidiana hapa. Na mimi nimetoa tu andiko moja. Nimeuliza hivi. Aliyetuumba sisi aliumba mtu mume na mtu mke. Sawa? Leo anazungumza kuhusu ndoa. Ngoja. Yesu alileta. Ngoja. Kwani si harusi watu wanakuwa na wana? Sasa wewe unaleta yote literary, si ndio? Mfano unajikanisha hivi alimasi wewe ukisema kwa maana maandiko matakatifu yanasema mtu atakuja kumwacha mamaye na babaye ili washikane mkono. Si wewe unasema kama maneno? Sasa si inakuwa ni ndoa ama? Haya, maliza. Mwalimu sasa namaliza. Sasa hebu endelea 19:4 sasa. 19:4. Ufunuo. 19 Mathayo 19:4 Mathayo inasema kwa wale walioandika. Naam. Akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba? Jamani, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Sawa. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ili atampatana na mkewe. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Sasa ni mtu anaachana, ni kanisa linaachana na mahali penye lilijengwa, ama ni mama na hama mahali penye alizaliwa, wanaenda kushikana kanisa, wanakuwa mwili mmoja. Hebu kutumia akili kama ninavyosema, kwa sababu kusoma Korintho kwanza 15:34 nasema tutumie akili ninavyosema kutumia hapa usituchanganye. Ya pili, hebu tusomee katika hiyo 5:31. Wao tuambie kama kanisa naye pia hii inakuja kuyatokea. 5:31. 5:31 Mathayo. Changamka kidogo. Inasema hivi. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe ampe hati ya talaka. Sasa nataka nijue kama kweli kanisa ni mke wa Yesu, kanisa inaweza toa talaka? Asante sana. Nafikiri tayari mwalimu nimekujibu. Wewe kila kitu unasoma literary na unatafsiri. Hebu nisome Yohana 15:1. Ngoja kidogo. Wacha nionyeshe ajabu. Yohana 15:1. Yohana 15:1 inasema hivi. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Ndio. Na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Asante. Yesu anasema baba yake ni nani? Mkulima. Ni mkulima. Mungu analima shamba. Sasa hiyo ndio sasa shida yenu. Naona sasa unachukua kitu literally. Hata hapo utamwambia Mungu analima shamba, Yesu ni miti,
Yesu ni mzabibu. Tafadhali mwalimu. Alimaye. Wacha nimalize hapa, utajenga hoja. Mimi najenga hoja. Kwa nini wewe? Nataka kwanza kuchukua simu huko. Kwa sababu kizazi leo tukoje? Wewe umetuambia Yesu atakuja kuoa kanisa. Maandiko yanasema tufurahi tukashangilie kwa kuwa harusi ya mwanakondoo inakuja na mke amejenga tayari. Ina maana huyu ni mke, na ukitaka maandiko mengine nitakupa mimi. Na andiko linasema yeye aliyetuumba aliumba mtu mume na mtu mke. Sawa? Kwa maana neno imeandikwa kwamba mke atamwacha mama yake na babake ili waje waishi nawe, iwe chumba wawe mtu mmoja. Sawa? Sasa nikataka kujua kama hili kanisa ni mke. Nikatoa andiko ambalo linasema imenenwa kwamba mtu akitaka kumwacha mke wake ni lazima ampe hati ya nini? Ya talaka. Lazima mwandikie talaka na akae eda. Akae eda ndio mtakuwa mmeachana. So nauliza hivi, kanisa unaweza lipa talaka? Asante sana, nimekusomea tayari, nimekujibu mwalimu, ngali umetoroka. Nimekujibu na maandiko. Wewe umeenda swali ya ile binadamu, talaka na mke, hiyo umeleta hapa. Wacha nimalize mwalimu. Tayari nimekujibu kwa Ufunuo 7 hadi 9 hadi 8. Imeweka swali kwako ambayo umeweka mwana kondoo ni Yesu na bibi harusi amejitayarisha, ambaye ni kanisa, ambaye ni watakatifu. Ndio ile andiko limesema kanisa ni bibi harusi. Si ndio pale? Si ndio pale maandiko yamesema Ufunuo 21:9. Hebu angalia 19 anzia 7. Unajua mchungaji, kidogo shekhe pale penye anataka ni sasa vile Biblia inavyosema mke sasa yeye anataka kuichukulia hiyo kanisa na mwanamke Yesu atakuja kuoa, lakini sio hivyo. Ni kama mfano ilivyochukuliwa. Sawa, soma tu, lakini anasema kama akaja mmoja wala malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7. Mwalimu usome 21:19. Na misingi ya ukuta wa mji iliyekuwa imepambwa kwa vita vya dhamani vya na yani 21:19. Hebu 22:9. Samani, hebu 21. Hebu rudi 9 hapo. Soma hiyo 9. Nilisoma. Ni hii sasa. Sawa. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho. Naye akanena nami akisema, njoo huku. Nami nitakuonyesha yule bibi harusi. Unaona? Njoo huku na mimi nitakuonyesha bibi harusi, sio jengo, kanisa, harusi. Endelea. Nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa nani? Mke wa nani? Wa mwana kondoo. Sasa hapa nimetumika neno bibi. Mke wa nani? Wa mwana kondoo ambaye ni Yesu. Mimi ninachokitaka, wapi andiko ndani ya Biblia maneno 1800 verse 1031:113 kwa kuhesabu na kuandika kitabu 66. Wapi andiko linasema kanisa ni mke wa Yesu? Soma Ufunuo 21:1 hadi 2. Sasa hiyo mfano wa mke uko hapa, amejibu mzuri. Ufunuo 21:1. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, ndio, wala hapana bahari tena. Ndio. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ndio, ukishuka kutoka mbinguni. Yerusalemu mpya takatifu ukishuka mbinguni kutoka Mungu, umewekwa tayari, imeweka tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kama bibi harusi iliyokupanga kwa mumewe, si ndio? Yerusalemu mpya kama bibi harusi. Alafu soma Hebrew 12:22. Utakuta sasa hiyo Yerusalemu kama kidogo tu. Alafu angalia tena hiyo Yerusalemu ni nini, mahali iko nani, ile ameweka kama bibi harusi. Sasa ndio hiyo Ufunuo Hebrew ya sawa, Hebrew 12 anzia 22.
12:22. Asitafuta maandiko Bali nadhani tuende kuchukua maswali. Sawa, haya soma hiyo. Haya. 12:22. Ndio. Bali nyinyi mmeufikiria mlima Sayuni. Ninyi mmefikiria mlima Sayuni, sisi wa Kristo ambaye tumeamini. Endelea. Na mji wa Mungu aliye hai. Na mji wa Mungu aliye hai alikuwa amechukua kama mfano ya mwanamke harusi. Yerusalemu wa mbinguni. Yerusalemu wa mbinguni. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. Ndio. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa Mungu. Hiyo ni nani? Kanisa ya mazaliwa wa Mungu wa kwanza. Kanisa iko huko, ukitafuta kanisa. Bibi harusi ni kanisa ambaye ni watakatifu, wamefanya haki mbele yake, ndio wanaita hiyo kanisa. Na sisi kanisa pia ukitafuta ndio hiyo, lakini huwezi amini maandiko. Sasa shida yako ni tarajia mwalimu, lete swali. Maswali yanakuja. Mchungaji leo utapokea maswali leo. Mimi hata sina kazi leo. Haya. Kwa maswali moja kwa moja 7274454 jamani, ndipo mteto tunaomba hivyo tena, na pia kuna jumbe ambazo zimeweza kutumwa. Mungu anapunguza kipindi kwa leo, mada moto. Mmoja sema kipindi kizuri sana, anapongeza kipindi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu, nazungumza na nani? Burhan. Sasa nauliza kuhusiana na shetani. Shetani alisema Yesu ni mwana wa Mungu. Naam. Na huyu anasema, huyu pastor anasema yeyote ambaye anasema Yesu ni mwana wa Mungu, yeye ni mwana wa Mungu. Naam. Shetani amewekwa wapi hapo? Sababu yeye ndio wa kwanza kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Amewekwa wapi hapo? Mbona anampenda? Hawaje kung'ang'ania kitu ambaye hakuna. Anaambiwa hakuna, alete kanisa. Kwa hiyo kwa maandiko alete. Sasa anang'ang'ana. Sasa tutatoa alete kwa mfano, kwa alete maandiko yenye nasema kanisa ya harusi. Salamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. 0727444454 au 0738 648881. Ikrafem, hello. Ikrafem, hello. Ikrafem, hello. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu, nani mwenzetu kutoka? Karibu Juma. maneno ya Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sababu kila mwanapotoa Qur'an kama anataka kujua kwa kama wanafahamu kwa Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini ndio kujua pia kama wanafahamu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapo ni ndio kwa ambao walikuwa katika sura ya Qur'an. Anayezungumza katika Qur'an ni kuna watu wawili hapo. Kuna mmoja anamwambia kwema na kuna mmoja anayezungumza. Anayezungumza hapo ni nani? Na yule anayeambiwa kwema hapo ni nani? Kwa langu la hili ndio kujua ndio anasema labda ametoweka, lakini nadhani umeelewa swali la kwanza. Bila shaka fanya hala tafadhali. Sawa, asante. Kwa haraka ile swali ya kwanza ya ameuliza shetani anasema Yesu mwana wa Mungu. Lakini kabla ya mchungaji kidogo tu kuna simu nyingine. Ikrafem, hello. Ikrafem, hello. Hello. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu, tunazungumza. Karibu mzee Said. Namuuliza sasa kama Yesu tuko nani, naomba rejea tena tafadhali kabla awamu yetu kupigisha. Kumbuka nambari zile 0727444454 au 0738. Ikrafem, hello. Jambo. Karibu jambo. Niko na maswali mawili.
Naam, uliza. Kwanza nauliza, ninataka kujua ni kwa nini katika Luka 3 kifungu chake cha 38 inasema Adamu ambaye Mungu alimuumba bila baba wa kimwili ni mwana wa Mungu, na asije sisi Waislamu akipinga kwamba Adamu hakuwa mwana wa Mungu. Lakini Yesu ambaye katika Luka 1 kifungu cha 34-35 na Luka 2:7 Mariamu alimzaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu bila mume, na alikuwa mwanadamu halisi kama Adamu. Ndio Waislamu wanapinga kwamba Yesu hakuwa mwana wa Mungu, ilhali Adamu na Yesu wote wawili Mungu aliwafanya bila msaada wa baba wa kimwili. Alafu swali la pili ni katika Luka 1:34-35 Mariamu alitaka kujua kutoka kwa malaika ni kwa jinsi gani yeye Mariamu angepata mimba na kuzaa mtoto wetu hali hakukuwa na mume ambaye angewajibika kama baba na Yesu. Naye malaika alimjibu Mariamu kwamba Roho Mtakatifu atashuka juu yake na hicho kitakatifu atakachokizaa kitaitwa mwana wa Mungu. Na kwa hivyo Mariamu alijua kwamba baba ya Yesu bila shaka Mungu mwenyewe. Swali langu ni kwamba ikiwa Waislamu wanasema kwamba Mariamu alimzaa Isa au Yesu kwa tamko la Mungu au Allah bila Mungu, ikiwa Allah hakuwa baba ya Isa, Mariamu alikuwa na ufahamu gani kuhusu ni nani aliye baba ya mtoto Isa? Nirudie hapo, ikiwa Allah hakuwa baba wa Isa, Mariamu alikuwa na ufahamu gani kuhusu ni nani aliye baba ya mtoto Isa? Kwa sababu hakuna mtoto azaliwaye akiwa na baba, awe ni mtoto wa kimwili au wa kiroho. Na Isa kama hakuwa na baba wa kimwili, baba yake wa kiroho alikuwa ni nani? Hayo ndio maswali yangu. Shukrani. Tuna wachungaji na shehe mlipoacha maswali yake dakika 47. Naona wacha tukatize hii awamu kidogo tu mwajibu ili awamu isikamilike bila hamja wajibu wote. Na naona jumbe ambazo zingine za kuwapongeza ni mmoja tu ambaye ameuliza nani mwana sema vipi huyo, asema nani mwana wa Hawa. Hata sijui anamaanishaje, lakini nadhani maana ya Hawa mke wa Adamu. Alafu kuna jina kutoka Ruaka nasema, je, mnafahamu kuwa Qur'an ni maneno yake Mwenyezi Mungu? Pili anauliza, je, mnafahamu kuwa hizo aya mnazotilia shaka ni maneno ya Mwenyezi Mungu? Je, mnafahamu kuwa Muhammad mtume wetu rehma na amani zake ni mtume wa Mungu? Alafu swali lingine anauliza, je, ni nani anayezungumza katika aya ya 81 ya suratul jamani hajaandika, lakini anasema suratul nini jamani haieleweki, lakini anauliza, na je, ni nani huyo anayeambiwa sema iwapo Mungu angelikuwa na mwana katika aya hii? Ana maswali mengi. Alafu anasema swali lake la 4, je, mnafahamu sababu ya kushuka kwa aya hii ya 81 katika suratul? Nitamuonyesha shehe labda atafahamu. Alafu hebu someni aya 81 hadi 84 tuone iwapo ni nyinyi ndio hamkumuelewa au ni Mtume Muhammad rehma na amani zimfikie ndio hakueleweka ama hakuelewa. Mimi nimempata kabisa. Alikuwa hata ameguza 43:81. Hebu msome. Naam. Bila shaka Sheikh Saida, hii sura msome hii sura 43:81 hadi 84 mingi. 43:81 nasema, kama Mwenyezi Mungu angejifanyia mtoto basi ni sura tu kwa faida ya msikilizaji. Sura 3 aya ya 81, basi Mwenyezi Mungu angekuwa na mwana, Nabii Muhammad alikuwa kwanza kuamrishwa kwa mwabudu, na kama angemwabudu sisi tungemwabudu kwa sababu ni mwana wa nani?
wa Mungu. Asante sana. Nafikiri hii ni Qurani mzima. Kwa ile swali tena, Qurani ni neno wa Mungu. Nabii Muhammad ameuliza yote kulingana na Qurani. Nabii Muhammad ni nabii ya Mungu kulingana na Qurani, na Qurani ni neno la Mungu kulingana na Qurani. Hapa sina shida, na tuna Biblia neno la Mungu yaliyotangulia. Nafikiri tukizungumza hapa, kama kwa mfano leo tumezungumza mwana wa Mungu, alafu hiyo mwana wa Mungu tumeangalia kwa Qurani nzima anakataa Mungu hana mwana. Hiyo ni maandiko Nabii Muhammad amesikia kwa kupitia Jibril, amesikia. Lakini kitabu iliyotangulia yote anasema Mungu ako na mwana. Kwa mfano, mwalimu nisomee tu sura moja, Marko 9:7 inajibu swali hii yote. Marko 9:7 anasema nini Mwenyezi Mungu? Marko 9:7 kwa wale wanaandika. Ndio. Inasema hivi. Kisha ikatokea wingu likawatia uvuli. Sauti ikatoka katika ile wingu. Ndio. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Asante. Kulingana na maandiko takatifu ya Injili, Mungu mwenyewe amezungumza kutoka mawingu, anamwambia huyu Yesu ndio mwanangu na msikilize yeye. Sasa kwa Qurani hiyo Mungu anakuja kukataa hana mwana. Sasa ile mazungumzo tuko kati yetu, kati ya Qurani na ya Biblia, gani itakuwa neno la Mungu wa kweli? Yote tumemwambia sisi kama Afrika. Mimi Kristo, Sheikh pia ni Muislamu. Tunazungumza hapa, pengine hata wasikilizaji wa Kristo Waislamu. Hii kitabu mbili inazungumza kinyume. Ile tumechukua, nabii anasema kama Mwenyezi Mungu ana mwana angemuona angemsujudia, lakini kwa Biblia wenye wamemwona Yesu mwana wa Mungu wamemsujudia. Hata mimi leo namsujudia kwa imani, nimemwona kwa imani. Ndio shida nabii alikuwa hajaona, na inakuja kupinga hiyo maandiko ya mbele. Kwa hivyo nafikiri Qurani inaaminika kwa Waislamu kama Mwenyezi Mungu, Biblia inaaminika kwetu kama neno ya Mwenyezi Mungu, lakini kati kitabu mbili, moja tu ya kweli. Ile anakataa Mungu hana mwana, na hii tena ile iliyotangulia imeandikwa sikilizeni mwanangu. Hii ndio maandiko takatifu iliyotangulia. Hiyo ndio tunazungumza. Kwa hivyo inaenda hivyo. Kwa ile jamaa alizungumza kwa shetani, Marko 3:11 na 12 inasema wazi, wakati shetani amekuja kumwambia Yesu mwana wa Mungu, amemwambiaje? Marko 3:11 hadi 12. Mapepo wachafu mashetani kila walipomwona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Ndio. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Sio wametazama, amewakataza sana. Akawakataza sana. Naam. Wasimdhihirishe. Asante. Shetani hana ruhusa ya kumita Yesu mwana wa Mungu. Aliitwa kwa Biblia mara mingi, hata mahali ingine anasema umekuja kutoa maliza kabla wakati yetu, we mwana wa Mungu. Yesu akawakataza. Aliyekataza asiseme Yesu ni mwana wa Mungu kulingana na Biblia ni shetani. Binadamu tumeruhusiwa. Wenye wanaamini mwana wa Mungu wana uzima wa milele, wenye hana mwana wa Mungu hawana uzima wa milele. Qur'an anakuja anasema Mungu hana mwana, amewafungia nje ya uzima wa milele. Nafikiri ukipita hiyo boda ukuja na imani Yesu ni mwana wa Mungu, uzima wa milele ni yenu. Ukikataa neno la Mungu hauwezi kuwa. Mungu hana ulimi mbili. Hapo kwa Old Testament, kwa Injili amezungumza hii ni mwana wangu msikia, alafu akuja aseme mimi sina mwana. Hiyo ni swali ya kuuliza hata hiyo Mungu kweli. Mchungaji. Naam. Wewe umesema mapepo ndio wanakubali Yesu ni mwana wa nani? Akawakataza. So Yesu hakutaka mapepo muita mwana wa Mungu. Amewakataza. Hakutaka. Hawana ruhusa. Mwenye anaamini mwana wa Mungu anakuwa na uzima wa milele. Yohana anasema nini? Ngoja. Wachana maana Yohana. Yohana ni mtu alikuwa hana elimu, hana chochote anajifikiria, hana maarifa. Mambo ya elimu sitaki nitumie lugha mbaya. Hata nabii hajasoma. Haya. Sasa kama Yesu aliwakataza sana, kwa nini kwenye 13 aliwachagua, aliwataka wao? Nani huyu 13? Japo 13. Naam, nadhani Sheikh Said utaweka mambo sawa tukikamilisha, kwa sababu kazi imesonga sana. Naona muda pia unanipa vizuri. Sasa
Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwalimu, hebu tupige 72:1. Mwenyezi Mungu anasema qul uhiya ilayya annahu sami'a nafar min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lam nushrik bi rabbina ahada. Soma kwanza mwalimu, tena haraka haraka. Safi. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa Naam. kundi moja na majini wamesikia Qur'ani nikasema Naam. hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, Ndio inaongoza katika uongofu. Naam. Kwa hivyo Unaona tumeiamini. Unaona, majini mashetani waliposikia Nabii Muhammad anasoma Qur'ani wakasema hata tumesikia Qur'ani ya ajabu, kwa hivyo tumeamini kwanza hii Qur'ani, ndio, wala hatutamshirikisha yoyote tena na Mungu, wala hatutamshirikisha yoyote tena na Mwenyezi Mungu. Jalia, na kwa hakika utukufu wa wale wa Mola wetu ndio umetukuka kabisa. Maliza. Hakujifanyia mke. Unaona, Mwenyezi Mungu hakujifanyia mke la kwanza, wala hakujifanyia mwana, ndio, na kwa hakika wapumbavu Maliza. miongoni mwetu, mwalimu, tuende mwenyewe kwa sababu dakika zimeisha. Miongoni mwetu walikuwa wakisema maneno yaliyopindukia ikatajia Mwenyezi Mungu. Enda 14 sasa. 14 inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Nasi wa miongoni mwetu waliokidini. Unaona, sasa katika hao mashetani au majini kuna wale waliosilimu wakanyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu, wakasema Mwenyezi Mungu hana mtoto, ndio, na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka na kuna wale waliokengeuka, ndio, waliosilimu hao ndio waliofuata uongofu. Unaona, wale waliosilimu walifuata uongofu, wale waliokengeuka walibaki nyuma wakisemaje? Ndio msikilizaji atatoa Marko 3:11, na mapepo wachafu kila walipomwona Yesu walilia sana wakisema, wewe ndiyo mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yesu akawaambia, msidhihirishe sana, kwa sababu kule kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu walikataa kwamba mimi si mwana nani wa Mungu. Akawachagua aliwataka wao, akapanda nao juu ya mlima. Sasa kwenye mlima walikuwa wanapiga biashara gani huko kwanza? La pili, unaona, katika mimi sipendi kufanya kesi mingi wakati mhusika wako. Mwalimu, hili alikuwa niko langu la mwisho kutoa katika kumaliza mimi upande wangu. Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Alimaya anatushuhudia hapa na mchungaji hapa, wewe ni mwana wa Mungu. Nipige tu hapa mahali umetoa ile ya majini. Kumbe mafundisho ya majini anasema Mungu hana maana. Biblia amesema aliwakataza wasimite, kumbe walikuja kwa Qur'ani walisema Mungu hana maana tena. Naona hiyo maneno sio ya Mwenyezi Mungu, ya majini walizungumza. Sasa wacha tumalize. Alimai, wacha tumalize. Kati ya maneno yako na maneno ya Yesu, maneno gani nafaa kwa ya kweli? Ya Yesu aliyesema mimi ni mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe. Nauliza tu kwa sababu ya muda. Kati ya Yesu, maneno ya Yesu na maneno yako na maneno yangu, nani maneno yafaa kwa ya kweli? Nafikiri nimesoma maandiko. Ni maneno ya Yesu. Haya mwalimu, nimalizie na Yohana 26:62. Nimalizia hapa, kuna andiko lingine naweza litoa tena mbele yangu. Hii ni mada nyingine pana sana mchungaji. Mathayo 26:62. Maliza na hiyo. Mathayo 26:62. Kwa wale wanaandika nasema imani. Changamka. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, wewe Yesu hutuambii neno, hawa wanakusudia nini? Alimayo na mchungaji mwenzake wanatushuhudia nini kwenye studio hii FM? Lakini Yesu akanyamaza. Yesu hakujibu. Kuhani mkuu akamwambia, kuhani akabidi sasa amwambie Yesu, na kuhakikisha kwa Mungu aliye hai, kula kiapo kotini, hata wanakulanga viapo, ndio ukiambia kama wewe ndio Kristo mwana wa Mungu. Safi. Yesu akamwambia, Yesu anamwambia, wewe umesema, wewe kuhani wewe ndio umesema, lakini nawaambia, lakini Yesu anaambia tangu sasa. Alimaandika tangu saa hii. Tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu amesimama, ameketi mkono wa kuume wa nguvu za nani? Akija juu ya mawingu ya mbinguni. Unaona, Yesu mwenyewe amesema mimi ni mwana wa Mungu, lakini Alimayo analazimisha kusema mwana wa Adamu. Yesu mwenyewe anasema mwana wa Adamu. Yesu mwana wa Adamu aje. Kulingana na muda ambao tuko nayo, wasikilizaji wetu, nafikiri imefika wakati umekuwa kidogo. Wale ambao kwamba wanapenda kutufuatilia katika mitandao yetu, labda kama hatuko kageni, unaweza andika Western Dawa YouTube utapata, na Dawa Isli utaweza kutupata, na yule labda anaweza akachangia, ama kama kuna kitu, sababu kuna wanafunzi
wako kwenye madrasa, kisha peleka wengine kule, na unaweza kuwa labda una kanzu ama nguo za kupeana, basi utaweza kuwasiliana na sisi kwa kupitia 0712700685. Ni yule anataka kusilimu, tunamwambia mlango uko wazi kabla hujakufa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nawashukuru wachungaji, nawashukuru mashehe. Muda ukiruhusu kuendelea, kama ujuavyo, mwisho awamu ndio mwanzo awamu nyingine. Majaliwa Mola kipenda, mjadala huu nadhani haujakamilika leo, utauendeleza tena.